ndio maana akasema al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala katika kutuhimiza sisi tuliokuja baada ya masahaba tupite katika njia ya masahaba, na katika kupita katika njia yao ndiko kuna al-fawzi wal-falah wan-najah minan nar, ndiko kuna kufaulu kwetu kwa kuipata pepo ya Allah, ndiko kuna kufaulu kwetu kwa kuepusha na moto jahannam. Akasema rahimahullah ta'ala isbir nafsaka ala sunnah waqif haythu waqafa al-qawm وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسوك ما وسعه. isubirisha nafsi yako katika kufuata sunna. Waqif haythu waqafa alqawm, simama waliposimama masahaba katika hii dini. Usivuke ukaenda kwingine ambako hawakwenda masahaba. Simama waliposimama masahaba. Waqul bima qalu, sema walioyasema masahaba katika hii dini. Usilete lako, usizue lako ambalo halikufanywa na masahaba. Usiwatangulie masahaba, usiwatangulie wanafunzi wa Mtume alayhi salatu wasalam. Waqul bima qalu wa kuffa amma kafu, jizuie na waliojizuia nayo masahaba, ambalo halikufanywa na masahaba wewe usilifanye, jizuia nalo. وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسوك من وسعه. Pita katika njia ya wema wako waliokutangulia, usigeuke kulia wala kushoto, usigeuke nyuma. Fuata njia ya wema wako waliokutangulia katika hii dini, wakiwemo masahaba. Fa innahu yasauka ma wasi'ahu, kwani kufuata njia hiyo ya masahaba itakutosheleza na yale yaliyotosheleza wao masahaba. Pita katika njia yao masahaba, usizue lako, usiitakidi ambalo hawakuitakidi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ufaulu wako wewe uliyekuja baada ya masahaba umefungamanishwa na kufuata njia ya masahaba. Ikiwa utaihalifu njia yao masahaba, wewe utaangamia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq. Fa in amanu, kama wataamini hao watakaokuja baada ya nyinyi masahaba, bimithli ma amantum bihi, kwa mithili ya imani mlioamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, watakuwa kwa hakika wameongoka. Allah kafungamanisha ufaulu wetu katika hii dunia na kesho akhera kwa kufuata imani na njia waliokuwa nayo masahaba. Fa in tawalla, kama watakengeuka wakaihalifu njia ya masahaba, fa inna ma hum fi shiqaq, hakika hao watakuwa katika maasiya, watakuwa ni wenye kupotea na kuangamia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo lazima uwafuate hawa masahaba katika kuelewa kwako Uislamu. Lazima uangalie masahaba walielewa vipi aya hii, kwani wao walifanyaje katika hii masahaba. Usifanye jambo kwa mujibu wa maono yako na akili yako, fanya lile ambalo lilifanywa na masahaba, na ambalo halikufanywa na masahaba itoshe kwamba hilo halifai kufanyika katika dini ya Allah. Lau lingelikuwa lina kheri, wangelitutangulia masahaba wa Mtume alayhi salatu wasallam. Akasema Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, wa amma ahlu sunnati wal jamaa fayakuluna fi kulli qawlin aw fi'lin lam yathbut 'an as-sahaba huwa bid'ah, لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه. لأما أهل السنة والجماعة wanalisemea kila neno na kila tendo ambalo halikuthibiti katika hii dini ya Allah kwamba jambo hilo ni bid'ah, kwa sababu lau lingelikuwa ni kheri wangelitutangulia masahaba wa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa nini?
ولأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه. وصلوا هؤلاء الصحابة ومتومة عليه الصلاة والسلام hawakuacha lolote katika iliona kheri katika dini ya Allah na kesho mbele ya Allah tabarak wa taala illa walifanya haraka kulifanya jambo hili ambalo halikufanywa na masahaba haliwezi likawa dini. Ibada ambayo haikufunzwa na masahaba wa bwana mtume alayhi wasallam haiwezi ikawa dini kama utaifanya leo. Kwa salama yako mbele ya Allah tabarak wa taala ni kupita katika njia waliopita masahaba. Allah anasema wattabi sabila man anaba ilayya, fuata njia ya waliorejea kwangu mimi kikamilifu. Hawa ni masahaba waliorejea kwa Allah kikamilifu, ni masahaba wa bwana mtume alayhi wasallam. Fuata njia yao. Allah akawashuhudia hawa masahaba katika Qur'ani bisihhatil mu'taqad, kwa usahihi wa itikadi, kwamba itikadi zao zilikuwa ni itikadi salama, itikadi sahihi. Allah anasema amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Mpaka mwisho aya ameamini mtume wa Allah yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wake. Wal mu'minuna, na waumini, wal mu'minuna, na masahaba. Waumini kwa maana ya masahaba. Kipindi aya hii inashuka waumini walikuwa ni masahaba na wao pia wameamini yaliyoteremshwa kwa bwana mtume alayhi wasallam. Allah akasema kullun, wote wawili hawa ar-rasul alayhi wasallam wa sahabatuhu al-akarim amana billah, mtume na masahaba wake watukufu wote wamemwamini Allah tabarak. Allah anatoa ushuhuda, anatoa habari katika hii aya bisihhati mu'taqadi sahaba, juu ya usahihi wa itikadi za masahaba. Kwa wajibu wetu sisi ni kupita katika njia yao wa masahaba bila kuzua wala kuongeza lolote katika dini ya Allah tabarak wa taala. Atakayezusha lake ataenda kuadhibiwa vikali mbele ya Allah tabarak wa taala. Mtume alipiga vita na alitahadharisha bid'a na yote yenye kuzuliwa katika dini ya Allah katika uhai wake wote. Yeye ndiye ambaye alikuwa akipanda katika hutuba za Ijumaa akisema fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayrul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha. Shari ya mambo ni yale yenye kuzuliwa katika dini ya Allah tabaraka wa taala, na kila lenye kuzuliwa ni uzushi, na kila uzushi utapelekea uingie katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Atakayezusha lake, atakayefanya ambalo halikufanywa na masahaba, halikufunzwa na mtume alayhi salatu wasalam, hajamshukuru Allah tabaraka wa taala kupitia neema ya Uislamu ambayo Allah akatangaza wazi katika Qur'ani kwamba ameikamilisha kwetu sisi. Ikiwa Allah amekamilisha neema ya Uislamu, iweje wewe uanzishe yako? Vipi ufanye lako uitakidi kwamba ni bora katika dini? Je, hilo Allah hakuliona? Je, hilo mtume hakuona lina manufaa na wewe kwa namna ambayo wewe unamtangulia mtume wako alayhi wasallam, na hali ya kuwa wewe umeambiwa umfuate, uchukue aliyokuja nayo? Je, hili ambalo wewe walifanya, ambalo walizusha leo alipo katika sharia, nani aliyekutangulia katika hilo? Mwalimu wa umma huu ni mtume alayhi wasallam, na kaletwa na Allah aje aufunze umma yaliyoko katika sharia. Wewe wamtangulia huyu mtume alayhi wasallam, wataraji nini mbele ya Allah tabaraka wa taala? Kwa katika kumshukuru kwetu Allah juu ya neema ya Uislamu ni kufuata yaliyokuja katika sharia bila kuongeza lolote. Kullu ibada lam yata'abbadha ashabu rasulillah fala tata'abbaduha. Maneno ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiallahu anhu, ibada yeyote ambayo haikufanywa na masahaba nyinyi leo hii msifanye. Msizue ibada ambazo hazikufunzwa na masahaba. Msimwabudu Allah kupitia ibada ambazo hazikufunzwa na mtume wenu alayhi salatu wasalam. Kwa wajibu wa Uislamu katika kumshukuru Allah kupitia neema ya Uislamu
ni wao kufanya yaliyokuja katika sharia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni uislamu wenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi ya kuwa uislamu ndio dini maridhawa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kadhalika sisi waislamu tumepata izza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia neema ya ujio ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi waislamu kupitia neema ya bwana mtume alayhi salatu wasalam, mtume ambaye ni neema kwetu sisi. Kama alivyosema Abu Barzata kwamba Waarabu walikuwa katika udhalili, walikuwa katika uchache, walikuwa katika upotevu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawatoa katika hayo kupitia ujio wa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Huyu mtume kwetu sisi ni neema. Tumhimidi Allah, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia neema ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anataja kwamba mtume alayhi salatu wasalam ni neema kwetu sisi, akasema subhanahu wa ta'ala, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah anaweka wazi katika hii aya ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam kwetu sisi waislamu ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah ametupa neema ya ujio ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Anasema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, hakika Allah amewaneemesha waislamu. Laqad an'ama Allahu 'ala al-muslimin, hakika Allah amewaneemesha waislamu neema hiyo kutoka kwake subhanahu. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale ambapo Allah amewatumia waislamu hao mtume anayetokamana na wao, ni binadamu kama wao. Yatlu alayhim ayati, mtume huyu ambaye ni neema kutoka kwa Allah anawasomea hao waislamu aya za Allah. Wa yuzakihim, na anawatakasa hao waislamu, ay ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar litazku nufusahum inna Allah. Anawatakasa kwa maana anawaamrisha yaliyokuwa mema, anawaamrisha yaliyokuwa mema, na anawakataza na kuwatahadharisha kutokamana na yaliyokuwa mabaya, ili nafsi zao zipate kutakasika mbele ya Allah, ili nafsi zao ziweze kupata utakasifu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Yuzakihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, ay yatlu alayhim alqur'ana was sunana. Na mtume huyu alayhi salatu wassalam aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala anawasomea Qur'an, anawasomea hikma kwa maana ya sunna zake alayhi salatu wasalam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa hao waislamu walioneemeshwa kwa neema ya ujio ya neema ya ujio wa mtume huyu alayhi salatu wasalam, ijapokuwa walikuwa katika upotevu wa wazi. Ndio ile maneno ya Abu Barzata, innakum kuntum ala al-hal alladhi alimtum min al-qillati wal-dhillati wal-dhalal wa inna Allah anqadhakum bil-islam wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hatta balagha bikum ma tarawun. Ndipo Waislamu walikuwa katika upotevu wa wazi, walikuwa katika uchache, walikuwa katika udhalili, walikuwa katika upotevu, lakini alipokuja mtume huyo alayhi salatu wasalam akawatoa katika upotevu, akawaleta katika nuru ya Uislamu, akawaleta katika nuru ya sunna, akawaangazia kupitia sunna zake alayhi salatu wasalam. Lakini Allah anawakumbusha, mlikuwa nyinyi katika upotevu.
Allah akawaneemesha kupitia neema ya ujio wa bwana mtume alayhi salam. Muhimidini Allah, mshukuruni Allah aliyekuokoeni kutoka katika mazingira hayo kupitia ujio bwana mtume alayhi salatu wasalam, mtume ambaye imekuwa ni sababu ya nyinyi kupata nuru itokayo kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Wa in tuti'uhu tahtadu, kama mtamtii mtume huyo nyinyi mtaongoka mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala.